بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر هدى. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. وأكلم ربي خمسا: أطهر بدني بصلاة، بوضوئي، بركوعي، بخشوعي دوما ألقى. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأنمي مالي بزكاتي، أطهره برضا الله، للفقراء المساكين أعطيهم حقا لله. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. نفسي بالصوم أروضها، وبحب الله أصبرها، أتذكر إخواني الجواب، وبجنة ربي أذكرها. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. والحج وقوف وطواف، حشر أصغر في الدنيا، لغني وفقير لا فرق يكون أمام الله. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأنمي مالي بزكاتي، أطهره برضا الله، للفقراء المساكين أعطيهم حقا لله. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. نفسي بالصوم أروضها، وبحب الله أصبرها، أتذكر إخواني الجواب، وبجنة ربي أذكرها. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. والحج وقوف. Nafikiri kwamba bwana iko tayari hapa. Inshallah tumkaribishe Sheikh Abubakar Kambod, na kama tulivyosema tutulizane Waislamu na mwisho wa hadhara hii kwamba ama mnahara huu utakuwa na maswali. Kwa hiyo na kuomba ujue uhakika katika kule kidole ni kumkimbiza shetani ama ni mchezo. Kwa hiyo basi inshallah tumkaribishe afadhila Abubakar Sayyidul Qutb. بسم الله الرحمن الرحيم
محفوظ من كل شيء يلمسني ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد إذ يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المنزل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد أحييكم بتحياتكم الخالدة وهي سلام الله ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أما بعد مدح لله نكون رحمة محمد صلى الله عليه وسلم. Ndugu Waislamu, wiki tatu zilizoshatangulia niliwahi kusema kwamba tunabadilisha jina au tunaliongezea jina la Al-Qadiriyya. Ilikuwa Masjid Al-Qadiriyya ikaishia pale. Sasa tunaliongeza jina lile au tumekwisha liongeza kwamba Masjid Al-Qadiriyya University. Sallu ala nabi. Nikasema usemi huu una maana kubwa kwa watu wa baligh, kwa watu wa mantiq. Usemi wake ni mkubwa. Utaona chatu inayojitokeza katika Al-Qadiriyya University, na atakaosikia wasikie tu kwamba Al-Qadiriyya University nini kilichomo ndani yake. Taala wina nashtarik, njoo tushirikiane katika haya. Sallu ala nabi. Kwa logic na jina hili jipya, na ni vizuri zaidi tumeingiliwa na mwaka mpya wa Kiislamu na tumetanguliwa na ibada kuu ya Hija. Zote mbili zitatupa memories, zote mbili au matukio mawili yatatupa mazingatio rasmi. Tulisema ya kwamba ibada ya Hija ni fifth pillar in 5 pillars in Islam or of Islam, ni nguzo ya tano katika nguzo kuu za Kiislamu. Nguzo ya tano inaikuta kwamba kwenda kuhiji Maka au kufanya ibada ya Maka kwa yule aliyejaliwa uwezo wa kwenda hija. Ilipenda Waislamu ni wabebe kifikra, ni wapeleke katika viwanja vya hija, kwamba ukifika pale hija nini unasoma, nini unazingatia katika ibada ya hija. Unakuta al-ittihad, unakuta umoja wa Waislamu wote duniani. Kumbe logically Mungu anataka Waislamu wote wawe kitu hichi kimoja. Hakuna farq baina al-arab wal ajam, hakuna farq baina ghani wa faqir, tajiri maskini ni kitu kimoja, Mwarabu asiyekuwa Mwarabu ni kitu kimoja, madhehebu yoyote ni kitu kimoja, uwanja wa siasa ni kitu kimoja. Nikatoa mifano mingi sana. Katika viwanja vya hija kila mmoja ana chama chake kutoka Canada, ana chama chake kutoka Marekani, ana chama chake kutoka Uingereza, ana chama chake kutoka Misri, ana chama chake kutoka Malaysia, ana chama chake kutoka Tanzania. Wakina Kafu walikuwa kule ni Muislamu, wakina CCM walikuwa kule ni Muislamu, wakina Chadema walikuwa pale ni Muislamu, wakina UDP walikuwa pale ni Waislamu, lakini nembo zao, vyama vyao ni tofauti. Lakini Mwenyezi Mungu pamoja na yote anatutaka tuwe kitu kimoja. Sallallahu alaihi wasallam. Logic kubwa sana. Pale kuna aina mbalimbali za watu, maumbile mbalimbali ya watu, sifa mbalimbali za watu. Watu wanatisha kupita kiasi, watu wamekwenda hewani kutisha. Niliposimama njoo kiuno cha mtu amekuja kumwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajisikii na vile alivyo, yuko tayari akawe sawa sawa na yule Mtanzania ambaye kwamba sehemu yake ya kichwa ndio kiuno cha yule mzungu. Wote wanamwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Una haja gani Waislamu tufarakane kwa vitu vidogo vidogo?
sisi tusiswali msikiti mmoja kwa madhehebu tofauti? Na kwa nini wao jione bora kuliko yule mwingine? Eti kwa minor issues kutikisa kidole ni bora kuliko mwingine. Nani aliyekwambia unapata ubora kwa kutikisa kidole? Ni lazima Waislamu tuondoe zile tofauti ndogo ndogo, turudi pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapotaka kwamba umma wa Kiislamu unatakiwa kwamba moyo ni umma mmoja. Ndio mazingatio ya Mwenyezi Mungu, ndio mazingatio ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hata wale watu madhhabi wakina Malik, wakina Abu Hanifa, wakina Hanbali, wakina Shafi hawakuwa kama sisi. Ni madhehebu, kila mmoja ana upeo wa fikra yake, lakini wanakutana kwa Mungu mmoja. Hakuna khilafu, hakuna ugomvi wa hivyo. Sisi ni ugomvi. Anayetikisa kidole hayuko tayari kuswali kwa yule ambaye kasimamisha kidole. Tukifungua university, aliyesimamisha kidole ndio yuko sawa sawa kuliko yule anayetikisa kidole. Swali wala nani? Lakini yeye tayari amehukumu kwamba yeye yuko sawa sawa kuliko mwingine. Kwa minzi hizo zipi? Kwa kipya Waislamu, hija inatuvunja Waislamu wote duniani tuwe kitu kimoja. Mahma utakavyokuwa wewe, kwa rangi, kwa utajiri, kwa sifa yoyote. Sallu ala nabi. Kwa logic, mwaka mpya wa Kiislamu pia umeingia. Chukua definition tu ya mwanzo. Sheikh kazungumza mengi katika hotuba yake. Ni kuleta katika al-aamul jadid. Al-aamu al-jadid, mwaka mpya unapoingia maana yake nini? La budda an tatajaddada al-umur. Sallu ala nabi. Ni lazima mambo yajadilike. Ni lazima mambo yawe mapya. Ni lazima tutoe tofauti mbalimbali Waislamu. Mwaka mpya umeingia, ni lazima tuangalie Waislamu wapi tunafeli. Huo ndio msingi. Ni vizuri basi kwanza kujiweka sawa kwa kuondoa vitu vidogo vidogo ambavyo si vya msingi. Mimi nasema hii si kitu cha msingi katika sala. Hakina msingi wote. Kawaida tu. Sasa vipi tugombane kwa hii? Nani aliyekwambia kutikisa kidole ni katika nguzo kuu za swala? Nani aliyekwambia kutikisa kidole ni sharti ya sala? Nani aliyekwambia kutikisa kidole ni wajibu wa swala? Usipofanya swala imeharibika. Nani huyo? Kwa kitabu kipi? Al-Qadiriya University. Swali wala nabi. Waislamu, ni lazima tubadilike. Kwa logic ya pili ya mwaka mpya, nianze na maneno matatu tofauti ili kuikaribisha mada husika yenyewe. Mara nyingi hupenda kusema kwa kauli ya philosopher, if you want to make a change, start with the man in the mirror, ask him to change his way. Unapotaka mabadiliko ya aina yoyote, anza na yule unayemuona katika mira. Mabadiliko yote, anza na yule unayemuona katika mira. Tukasema kwamba mira kwa lugha nyepesi kabisa ni kioo. Ni tamko liliwazimwa, tuna wazungu wakalitumia kwamba mira ni kioo. Ni tamko asili la lugha ya Kiarabu, al-mir'at. Kwa hiyo kabla hujataka wengine wabadiliki, kabla hujawataka wengine watikise kidole, anza na yule unayemuona katika mira. Ukiangalia mira, ukiangalia kioo, there is someone is coming. Utaona picha ya mtu. Ile picha, angalia nini unafeli katika wewe. Mambo gani ili uweze kurekebisha ile picha. Kwa maana iambie nafsi yako kwamba kwanza badilika na usinifu, kwanza badilika na sifa fulani, badilika na vitu vya ajabu kama hivyo. Tumefika sehemu watu hawasalimiani kwa salamu alaykum. Nini uliza? Huyu anatikisa kidole, huyu anatikisa kidole. Hakuna salamu alaykum. Wakati salamu alaykum ni bora kuliko nini? Sallu ala nabi. Ni sehemu ya kwanza. Kwa mabadiliko ya aina yoyote, sehemu yoyote, anza na wewe mwenyewe. Bali insanu ala nafsihi basira. Badil idra.
watu wanasema kwamba mwanadamu yote kwa nafsi yake anaelewa kabisa wapi na feli 1, 2, 3. Jirekebishe kabla hujawataka wengine wajiweke sawa. Wewe uko sawa sawa? Ni kauli ya kwanza, tufungue muhadhara huu. Kauli ya pili ya filosofa mwingine, if you fail to plan, you plan to fail. Iwapo kama utafeli katika plan, foundation ya nyumba yako, basic ya kitu chako, si msingi gani, ukafeli pale chini, tabani ni lazima ukubali kwamba una plan kufeli, kwa sababu msingi wa chini uliutengeneza vibaya sana. Na ndio maana imefikia wakati sehemu kwamba mtu hajui hata ule uvaaji wa nikabu unavaa namna gani. Yuko na mumewe nikabu, anaosha vyombo nikabu, anapika nikabu, anakwenda sokoni nikabu. Hajafika Al-Qadiriya University. Takbir. Lakini wallahi akifika Qadiriya University atajua wakati gani anaruhusiwa ndani ya Uislamu kuvaa kawash mbele ya mumewe. Swali la nani? Uislamu pesi msichoze tu hivi. Sasa na mumeo nikabu, nini sasa? Wallahi nikukuletea tena mada hiyo ya nikabu, unaweza kusema ni maana kufuru, kumbe ndio Muislamu mwenyewe. Swali la nabii. Lengo sio kuzungumzia nikabu. Chachu. Kwa ni lazima Muislamu ajue kwamba msingi huu kisha utengeneza kwa watoto wanakuwa nao. Msingi huu kutengeneza kwa mkeo ndio wanakuwa nao. Msingi huu kuweka nyumbani inajulikana ndio vile vile. Kumbe wewe unafeli katika kuitengeneza jamii ya Kiislamu. Ni lazima tujitengeneze tuwe safi ndugu Waislamu. Feli katika foundation, unafeli au unatengeneza kufeli. Ama mwisho niseme kwamba learn to listen. Jifunze kusikiliza. Sitaki ubabuke. Learn to listen. Jifunze kusikiliza. Kuna baadhi ya watu hawajui kusikiliza. Inawezekana kabisa na hiyo washachukua mada kuzungumzia nikabu, kaichambua leo, kumbe sio nikabu. Leo ni kidole. Takbir. Learn to listen. Jifunze kusikiliza and listen to learn. Na sikiliza kujifunza. Swali wala nani? Maneno ya logic, maneno ya mantiki. Yametulia kwa kweli. Msikilize msemaji anakusudia nini katika usemaji wake. Chukua main points anazostore yule msemaji, ili ukamate data zile, ima umpelekee mwalimu au umpelekee yule ambaye unategemea, mwambie wewe bwana kaongea 1, 2, 3. Usije ukapandikiza vitu ambavyo sivyo. Swali wala nani? Tujifunze kusikiliza na tusikilize kujifunza. Waislamu, hii ni shule kwanza. Tuelewane hivyo. Somo hili ni shule. Sio shekhe tu kaongea muhadhara, hapana, ni shule. Totally kwamba ni shule. Kwa ni lazima kama nilivyosema shekhe wa kwanza, mtu azime fikra, akili, usikivu, umakini, uangalie msemaji anasema nini. Sisemi kwa khiana, sisemi kwa chuki binafsi, sisemi kwa lolote. Kwanza just imagine kwamba ninaposema usitikise kidole, mimi nafaidika nini ndani ya swala yako? Napata nini? Hilo niulize swali. Ninapotetea wale watakaonyosha vidole hawatikisi, mimi nafaidika nini wakati swala hii ya Mungu? Ni kurekebishana katika mambo madogo madogo. Minor issues, mambo ambayo hayana msingi sana, yanawafanya watu wasambaratike, lakini mimi sina maslahi katika hilo kwa kuzungumza hivi. Ingelikuwa unazungumza ili upate maslaha hapo kweli. Lakini usitikise kidole. Nikikukataza kutikisa kidole, mimi nafaidika na nini? Bado yuko yule yule. Sizidi sipungui, msemaji atakuwa ni msemaji tu. Waislamu, nitoe purpose. Nini lengo ya kuzungumzia mada hii? Na hizi ndio mada zangu hasa. Ukiacha zile sio tunazungumzia science katika Qur'ani, tunazungumzia sio nini, sio sadaka zaka, sio nini, hata zakamu sadaka itakuwa inapendeza zaidi. Lakini vitu vya kusigana Waislamu wanavipenda sana. Ukitaka unaweza kuleta mzee wa mada tata. Swali wala nani? Mashaka wengi wanaogopa mada hizi. Sawa? Nini purpose? Nini gharad leo? Inna al-ummah al-islamiyya في هذا الوقت تعيش في صراع بين من مؤيد ومنكر. Hakika ya umma wa Kiislamu, hilo ndio lengo la mada hizi zote.
hii na zitakazozaliwa huko mbele ziko nyingi sana. Hakika ya umma wa Kiislamu katika wakati tuliokuwa nao unaishi katika sura ya kulumbana wao kwa wao. Kila siku tunagombana sisi kwa sisi, kati ya yule ambaye anatilia nguvu jambo lake na yule ambaye anapinga jambo hili. Haya ndio maisha yetu kila siku. Matokeo yake misikiti yetu inakuwa ndio kama hii, kama nyumba ya mtu, vyumba 8 siku 10 tumemaliza. Wenzetu wana viwanja vikubwa, wanafanya mambo makubwa. Sisi tumeshika kutikisa kidole, hikma, tarkini maiti, ndio mada za kila siku wazifi. Wa baina ma yakunu hadhihi sunna, na kuna wale wanasema kwamba hii ni sunna. Wa hadhihi bid'a, na kuna wengine wanakuambia hii ni bid'a. Bihadha sara, kwa kulumbana huku, kugombana huku, mieleka hii ya kugombania kwamba hii sunna hii bid'a, tarakna almuhimmata alasasiyya, tumeacha muhimu uliokuwa wa msingi kweli kweli, kitu muhimu sana kuliko vyote. Ala wahia, si kingine bali ni kile ambacho ayakuna almuslimuna saffan wahida, kama qala alhabibu almustafa sallallahu alayhi wasallam, kwamba wao waislamu safu moja, ndio ile ambayo nimekusha izungumza, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatetea umma wa Kiislamu uwe ni mmoja, sio kusambaratika, kila mmoja akajifanyia kivyake. Mmoja akaama msikiti kwa sehemu nyingine kwa sababu ndogo tu, kumbe inaweza kurekebishwa mara moja, watu tukarudi kuwa ni safu moja. Hili ndio lengo kubwa kuliko malengo mengine. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema vipi? Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadi, riwaya moja, kamathalil jasadi wahidi, riwaya nyingine, idha ishtaka minhu udhun tadaa sairu aljasadi bisahri wal humma. Mfano wa waumini duniani jinsi walivyo kama mfano wa kiwiliwili kimoja cha mwanadamu. Inapofikia mwanadamu anashtaki kidole kinauma, basi anasikia ile alam mwili mzima, anahuzunika mwili mzima kwa kidole tu halali, kwa jicho tu halali, kwa jino tu halali, kwa kidole gumba halali, kichwa anakosa mawasiliano ya mwili mzima. Waislamu wote wanatakiwa namna hii. Tujifili kwa Muislamu mmoja amefikwa na jambo, sisi tukajisikia taabani kweli kweli, sio umma wa Kiislamu. Na pia sadaka kwa alama, tunasaidiana kwa alama, tunasaidiana kwa masharti. Muislamu anapopata jambo unachekelea, ndio Uislamu wa leo. Kwa hiyo tumeacha muhimu mkubwa sana. Tunatakiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam turudi katika umma wa kweli kweli, umma mmoja. Tuache zile tofauti ndogo ndogo ili tumwelekee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waislamu, baada ya kueleza malengo haya, kwa nini tunazungumzia mada hizi? Upo umakini wa kuzungumzia mada hizi ili Waislamu waone ni vitu vya kawaida, wajenge umoja wao, waweze kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakafuata yale maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika vitu ambavyo vinakorofisha umma ni tahriku sufufi tashahhud, kutikisa kidole ndani ya tahiyatu. Kuna baadhi ya watu wanadhania hivyo ndivyo, kuna baadhi ya watu wanayakini Mtume kafanya hivyo. Maana iko na B, naomba ukisikiliza hapa usikose juma nyingine uje kusikiliza B yake, ili tufunge vizuri kabisa. Kutikisa kidole katika tashahhud, kuna baadhi ya watu wanajua huo ni usahihi kufanya hivyo, na wale wanaogandisha kidole wanaonekana wamekosea. Leo tunawaingiza katika shule ya kutikisa kidole. Sallu ala nabi. Waislamu, wataalamu wa mustalah alhadith wanatuambia alhadith, kwa kutoa wasiwasi, sio ile sungura kamkimbiza fisi, sio akaingia polini hakutoka tena hakurudi tena. Hapana, alhadith tukisema hadith maudhifa ila nabi sallallahu alayhi wasallam,
qawlan au fi'lan au taqriran au sifa. Hapa ni kwa utata mwingine. Hadith ni kile alichotegemezewa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ima Mtume alisema au Mtume alitenda au Mtume alithibitisha jambo au sifa ya Mtume, zote ni hadithi. Waislamu wengi wako katika kauli Mtume akasema hiyo, kwani Mtume akufanya? Sio kasema tu. Yaani vigao vya hadithi ni vinne. Ima Mtume atasema au atafanya tendo masahaba wakaona, au kukubali kwa Mtume sahaba akafanya tendo, au sifa ya Mtume. Hizi zote ndugu Waislamu ni hadithi. Usije ukabaki kwamba Mtume kasema, mimi nasema Mtume akusema lakini Mtume kafanya hivyo, watu wamemwona, hiyo ni hadithi. Ukubali sikubali, Al-Qadiria University swali wale nani Waislamu wakizungumza vitu kama hivyo wakasirika. Adinu nasiha, dini ni kupeana nasaha. Na si kweli kila anayefundisha chumbani yuko sawa sawa. Laisa likulli alimin arifu. Si kila anayejua basi ni mtaalamu. Mtaalamu ni kitu kingine na anayejua ni kitu kingine. Kuna mwingine anajua mtaalamu, kuna mwingine anajua si mtaalamu. Swali wala nani? Hao wako wengi sana. Wengi. Ingia darasani anaelewa somo nifundisha hawezi. Huyu sio arif lakini alim. Swali wala nani? Al-Qadiria University. Hilo usisahau. Watangazieni tu watu. Nimeleka vizuri eh? Hii leo kuna hadithi. Hadithi hii inagawanyika sehemu kuu mbili. Kuna hadithi makbulu, hadithi inayokubalika. Na kuna hadithi hiyo inazaa mtoto anaitwa nani? Mardudu. Sisi watu wa manatiki tunasema hadithi ni jinsi, inazaa anwa. Kuna aina mbili. Kuna mtoto makbulu, kuna mtoto mwingine nao nyingine anaitwa nani? Mardudu. Kila nao inazaa sinfi. Kwamba huyu makbulu kazaa watoto wanne. Isikilize kwa makini. Kazaa watoto ngapi? Wanne. Kuna alhadithu asahihu lidhati, alhasanu lidhati, asahihu lighairi, alhasanu lighairi. Vigao vyote vinne hivi ni katika hadithi ambazo zinakubalika. Ni watoto wa nani? Makbulu. Makbulu kazaliwa na nani? Alhadithi. Watoto upande huu, watoto saliha, watoto wema, watoto waliopata adabu ya mzazi, hadithi. Lakini kuna mtoto mmoja kazaliwa hakubaliki, anaitwa mardudu. Nazungumza lugha ni msijepesi ili muweze kunielewa. Nikiingia sana kule basi inakuwa ni kasheshi. Kuna mtoto mwingine anaitwa mardudu, ni nauli. Huyu mardudu ni mtoto akubaliki, sifa zake ni chafu. Anavuta bangi, anavuta cocaine, anafanya kila uchafu, hakubaliki mbele ya mzazi wake, hadithi. Huyu mtoto mchafu naye kwa kuwa mtoto mchafu anazaa watoto wawili wachafu. Swali wala nani? Zinaitwa sifa. Kuna al-mardudu bisababi al-hadfi min as-sanad. Kuna mardudu, hadithi mardudu ambayo inaondolewa kwa sababu, kuna sababu inapelekea kuondolewa kitu ndani ya hadithi ile, ndani ya matini. Kuna kitu kinaondoshwa, yani hadithi ya Mtume ipo kamili, kinaondolewa kitu fulani kwa maslahi ya huyo mtu, kwa sababu labda anakataza kitu fulani akachomoa, na hayo leo yanafanyika. Ndani ya kitabu Riyadhus Salihin zimetolewa kurasa, baadhi ya hadithi zinawakera Waislamu wengine. Swali wala nani? Uhusu Uislamu gani kama tutengeneze Galatia mwingine na mabiki? Riyadhus Salihin ya leo na Riyadhus Salihin nyingine, kuna baadhi ya hadithi zimeondolewa. Mimi najua hizo hadithi zimeondolewa, mimi ninazo Riyadhus Salihin ile ya zamani. Kwa kuwa wao hawataki mafundisho ya Mtume, wamefuta, zinatengenezwa. Sallu ala nabii. Alafu wao bado wanaitwa Waislamu. Sisi tunakubali kwa sababu tuna hoja ya kuingia kwamba sisi tunatawala nje ya muumini. Mtume atawala bisarati. Mtume ndio anaingia ndani kwa huyu muumini anafanya vitu gani. Kanzu yako tunajua tunatosha kwamba kukuita wewe ni Muislamu. Kumbe unafanya tahrifi ya kuondoa hadithi ya Mtume eti kwa sababu wewe tu utaki. Hiyo ni thibiti. Waislamu, mardudu inazaa mtoto mmoja huyo. Mtoto wa pili mardudu bisababi ta'ni fi rawi.
hadithi itarejeshwa kwa sababu ya kasoro zilizotokeza kwa mpokezi wa hadithi. Tuko sawa sawa? Naam. Mardud bisababi al-hadfi bila sabab, kuna hadithi inarejeshwa kwa sababu ya kuondolewa kitu. Yaani ukiondoa kitu kimoja tu ambacho mtume kakitamka kitu hicho, hadithi hiyo haikubaliki. Hadithi nyingine inarejeshwa kwa sababu ya kasoro ya mpokeaji, amefanya vitu vyake havikubaliki katika hadithi hiyo. Firau. Sawa? Hadithi zote mbili zinarudishwa. Mama yao ni huyu Mardud, ambaye Mardud anazaliwa na nani? Hadithi ni mtoto mtukutu. Swali wa leo Waislamu, hadithi Mardud bisababi al-hadfi min al-matn, hadithi inayorudishwa au rejeshwa kwa sababu ya kuondolewa kitu katika matni, inazaa watoto 6. Swali wa leo Allah. Al-muallaq, mtoto wa kwanza. Al-mursal, mtoto wa pili. Al-mudhar, mtoto wa 3. Al-munqati, mtoto wa 4. Al-mudallas, mtoto wa 5. Al-mursal al-hafi, mtoto wa 6. Hadithi hiyo ikiwa moja ina sifa moja katika hizi, haikubaliki. Allah. Hadithi muallaq haikubaliki. Basi raha sana wewe. Hadithi mursal haikubaliki. Hadithi mudhal haikubaliki. Hadithi munqati haikubaliki. Hadithi al-mudallas haikubaliki. Hadithi al-mursal hafi pia haikubaliki. Amezaliwa na mjukuu wa hadithi Mardudu bisababi al-hadfi min al-matn. Vigao 6 naomba uzingatie, viandike. Lakini mtoto mwingine alizaliwa na Mardudu bisababi tani firawi, yeye Mungu kampa uzazi mkubwa sana, ambazo hizo tutaita nini? Afrad, vitu vidogo vidogo ambavyo vinazalika katika nini? Sinfi. Swali la nabii, sio nipasue kabisa na huku naonea huruma baadhi ya watu. Hizi zinaitwa afrad, kazaa watoto 12. Swali la nabii 12. Kuna hadithi inaitwa mawdhu, kuna hadithi inaitwa matruk, kuna hadithi inaitwa shadh, kuna hadithi inaitwa munkar, kuna hadithi inaitwa mus'ad, kuna hadithi inaitwa mudarraj au mudraj, kuna hadithi inaitwa maqlub, kuna hadithi inaitwa al-mazidu fi sihhati al-asanid, kuna hadithi inaitwa mustara, kuna hadithi inaitwa mushaf, kuna hadithi inaitwa muharraf, na kuna hadithi inaitwa mubham. Zote watu wanazitumia na wao ndio mahodari kuliko wengine. Watoto 12. Ndio ask to change way. Unapotaka mabadiliko ya aina yoyote, anza na yule uliyemuona katika kamera. Mabadiliko yote, anza na yule uliyemuona katika kamera. Kasema kwamba kamera kwa lugha nyepesi kabisa ni kioo. Ni tamko ni lazima tunawazungu wakalitumia kwa kamera, ni kioo, ni tamko asili la lugha ya Kiarabu, al-minhaj. Kwa kabla hujataka wengine wabadilike, kabla hujataka wengine watikise vidole, anza na yule unayemuona katika kamera. Ukiangalia kamera, ukiangalia kioo, there is someone is coming. Utaona picha ya mtu. Ile picha, angalia nini unafanya katika wewe, mambo gani umefanya, ili uweze kurekebisha ile picha. Kwa maana iambie nafsi yako kwamba kwanza badilika na usilifu, kwanza badilika na simakani, badilika na vitu, kwamba badiliko ya aina yoyote sababu yote, anza na wewe mwenyewe. Bali insanu ala nafsihi basira, bali bidra. Tufungue mhadhara. Kauli ya pili ya filosofa mwingine, if you fail to plan, you plan to fail. Iwapo kama utafeli katika plan, foundation ya nyumba yako, basic ya kitu chako, si msingi gani, ukafeli pale chini, taban lazima upale kwamba